Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi qala fi qawlihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahir rahmanir rahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ila akhir ayah. Sadaqu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa nahnu mujtami'una amma ba'di. Ayyuhal ikhwa, ndugu Waislamu wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, watukufu wa Islam, kabla ya kuteremshwa kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim, kabla ya kuletwa kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim ndani ya ulimwengu huu, katika sayari yetu hii inayoitwa dunia, wanadamu walikuwa wao hawajui juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kutokana na kitu gani, na yule mkewe alipatikana kutokana na kitu gani, aliumbwa kutokana na kitu gani, na kizazi chao kilipatikana vipi. Watu hao hawakuwa wao wanalijua lolote lile wala chochote kile, isipokuwa chanzo cha mwanadamu katika kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake. Walikuwa wao wanajua ya kwamba ni kutokana na mwanamume tu na mwanamke kukutana kimwili, basi hapo ndiyo chanzo cha mwanadamu anapatikana. Aristotle, huyu ni mwanafalsafa wa Kigiriki, katika karne ya 4 kabla ya kuzaliwa kwa Nabii Isa alayhi salatu wassalam, alikuja yeye akasema kwamba mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake, kwamba yule mwanadamu anapatikana kutokana na kitu fulani, lakini hicho kitu chenyewe hakuweza kukitaja kwamba ni kitu gani. Kilichokuja kuchanganyika na maji ya hedhi ya mwanamke. Maelezo haya hayakuwa sahihi na wala hayana ukweli wowote ule ndani yake, bali hizo zilikuwa ni jitihada zake na juhudi zake na uoni wake kwa wakati wake ulifikia hapo. Ikaja nadharia katika dunia ikasema ya kwamba mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake ndani ya tumbo la mama yake
ni kwamba ndani ya tumbo la mwanamke kuna mtu aliyekuwa mdogo sana kuliko sisimizi. Alafu mwanamume anapokuja kukutana kimwili na mwanamke, yale maji ya uzazi ya mwanamume ndiye yanakwenda kumkuza yule mtoto. Ukafika wakati wa kuzaliwa kwake, akazaliwa. Wengine wakasema kwamba hapana, isipokuwa ndani ya maji ya uzazi ya mwanamume, ndani yake ndiyo kuna mtu aliyekuwa mdogo sana kuliko sisimizi. Wakati mwanamume anapokuja kukutana kimwili na mwanamke, yule mtoto ndiyo anahamishwa kutoka upande wa mwanamume na kuhamishiwa katika tumbo la mwanamke. Ukafika wakati wa kuzaliwa kwake, akazaliwa. Wakaja wakasema ya kwamba si sahihi, maelezo yote haya hayakuwa sahihi, na wala hakuna hata maelezo mamoja yaliyotokana na kimaabara, yani practical. Zilikuwa ni theory tu hizo zilikuwa ni dhana tu, lakini hakuna majaribio yoyote ya kisayansi yaliyofanyika yakifungamana na mambo ya kimaabara. Kukaja nadharia ya Charles Robert Darwin. Yeye akasema ya kwamba mwanzo wa mwanadamu kupatikana kwake katika mgongo wa ardhi, kwamba mwanadamu anatokana na kizazi cha manyani au masokwe au matumbili, aliyebadilika kidogo kidogo kutoka hatua moja mpaka hatua nyingine, mpaka yule mwanadamu akaja kuwa ni mwanadamu aliyekuwa kamili, kama hivi leo mwanadamu tunavyomuona katika sura yake, haiba yake, jimbile lake, utashi wake na ubinadamu wake. Charles Robert Darwin anasema huyu mwanadamu huyu chanzo chake anatokana na kizazi cha manyani au masokwe au matumbili. Maelezo haya nayo pia hayakuwa sahihi, na katika haya yote aliyoyaeleza hakuna hata jambo moja lililohusika na mambo ya kimaabara, kwamba kulikuwa zimefanyika tafiti za kimaabara. Leo ikitokezea mwanamama wa kibinadamu akabeba ujauzito kisha akajifungua mtoto wake, alafu mtoto yule kwa asilimia kubwa akafanana na nyani au sokwe au tumbili, litakuwa ni jambo la ajabu, kitakuwa ni kituko na kitakuwa kimepitiliza, kitakuwa ni kitakuro. Madaktari bingwa wa fani zote za kiilmu dunia mzima watasafiri kutoka katika nchi zao na kwenda katika nchi hiyo kwenda kumchunguza mwanamama huyo wa kibinadamu. Imekuwaje mwanamama wa kibinadamu amebeba ujauzito, amejifungua mtoto, na yule mtoto kwa asilimia kubwa amefanana na nyani au sokwe au tumbili? Litakuwa ni jambo la ajabu, na hakuna daktari yoyote atakayethubutu kusema ya kwamba hicho ndiyo chanzo cha mwanadamu, ndiyo mwanzo wa mwanadamu, ndiyo chimbuko la mwanadamu, ndiko alikotokea huko, na kwamba mtoto huyu kadiri atakapozidi kukua atabadilika kutoka kwenye unyani wake au sokwe wake au utumbili wake na kuja huku kwenye ubinadamu wetu. Hakuna daktari yeyote atakayethubutu kusema hivyo.
jamii hizi za manyani, masokwe na matumbili zimesheheni tele katika mbuga zetu. Hatujawahi kuona wala kushuhudia tukamwona nyani au sokwe au tumbili akibadilika, akitoka katika ule usokwe wake, unyani wake, utumbili wake, akija huku katika ubinadamu wetu. Hatujawahi kuliona hilo jambo, na wala hatujawahi kusikia kwamba askari wa wanyamapori wamemwokota mwanadamu huko porini ambaye amebadilika tayari kutoka kwenye unyani au sokwe au tumbili, amekwisha kuwa mwanadamu kamili, hajui wapi aende. Ndio wamemwokota, wamemleta huku katika jamii ya kibinadamu. Hatujawahi kusikia jambo kama hilo. Watukufu wa Islamu, Profesa Kate Moore, huyu ndiye daktari bingwa kidunia wa embryology and anatomy, ndiye daktari bingwa kidunia wa kiini cha mimba ya mwanadamu na kukua kwake na mabadiliko yake na viungo vya mwili wa mwanadamu katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Canadian Association of Anatomists. Huyu ndiye mwenyekiti wa idara ya anatomy katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, katika kliniki yake ya kimataifa The Developing Human Clinical Oriented Embryology. Hapa ndipo panapofanyika tafiti. Profesa Kate Moore ndiye aliyekiandika kitabu kinachoitwa The Developing Human, kukua kwa mwanadamu. Kitabu hiki kinatumika kwa kazi za rejea za kisayansi katika vyuo vikuu vyote duniani na hususan kwa wanafunzi madaktari. Kitabu hiki kimeteuliwa na kamati maalum nchini Marekani kuwa ndio kitabu kilichokuwa bora, kilichoweza kueleza kwa ufasaha juu ya chanzo cha mtu wa kwanza na mkewe na kizazi chao, kwamba walipatikana vipi. Profesa Kate Moore mwaka 1984 alipewa tuzo ya juu kabisa ya kisayansi inayojulikana kwa jina la JCB. Daktari huyu katika kitabu chake hiki cha kimataifa The Developing Human, Profesa Kate Moore ameeleza kwamba Qur'ani ndiyo kitabu pekee ndani ya ulimwengu huu kilichoweza kueleza kwa ufasaha juu ya chanzo cha mtu wa kwanza na kizazi chake. Daktari huyu bingwa kidunia ameeleza katika kitabu chake hiki cha kimataifa kwamba Qur'ani ndiyo kitabu pekee ndani ya ulimwengu huu kilichoweza kueleza kwa ufasaha juu ya chanzo cha mtu wa kwanza na kizazi chake. Amekwenda kunukuu maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutoka katika kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim, katika sura ya 23 Al-Mu'minuna aya 12 mpaka aya 14. Ameingiza katika kitabu chake hiki cha kimataifa, na kitabu hiki kinatumika kwa kazi za rejea za kisayansi katika vyuo vikuu vyote duniani. Aya aliyoichukua kutoka ndani ya kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim akaiingiza ndani ya kitabu chake hicho cha kimataifa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema,
walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqina. Sadaqallahul azim. Ameichukua aya hii ameingiza kwenye kitabu chake The Developing Human, na kitabu hiki hakuna mtu atakayekwambia mimi ni daktari asiyekijua kitabu hiki na asiyekisoma kitabu hiki. Ni lazima ukisome. Ni kitabu ambacho kinatumika kwa kazi za rejea za kisayansi, hususan kwa wanafunzi madaktari. Kitabu hiki kinapatikana katika mauniversity yote dunia mzima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anasema, na hakika tulimuumba mtu wa kwanza, baba yenu Adam alayhi salatu wasalam, tulimuumba kutokana na udongo uliokuwa safi kabisa, udongo wa sulala. Aya hii inatutosha sisi kutuongoza kwenye muhadhara wetu, katika darsa letu juu ya chanzo cha mtu wa kwanza na kizazi chake na mkewe, kwamba waliumbwa kutokana na kitu gani, uumbwaji ulifanyikaje. Aya hii inatutosha sisi kutuongoza. Watukufu wa Islamu, katika kuumbwa kwake mwanadamu kutokana na udongo, ndani yake kuna hikma iliyokuwa kubwa kabisa. Ndani yake kuna falsafa ya hali ya juu kabisa. Ndani yake kuna mazingatio ya hali ya juu kabisa. Ndani yake kunapatikana ilmu ya hali ya juu kabisa. Qur'ani imeweza kueleza chanzo cha mtu wa kwanza, baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, kwamba yeye aliumbwa kutokana na udongo. Na Qur'ani pia imeweza kutaja jina la udongo uliotumika katika kumuumbia yule mtu wa kwanza. Ndiyo kitabu cha mwisho, hakileti tena kitabu kingine baada ya kitabu hiki isipokuwa kitasimama kiyama. Kitabu hiki kinawajibika, kiliwajibika kwamba ni lazima kieleze kwa ufasaha juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwa sababu ni jambo ambalo watu walikuwa hawalijui katika dunia. Aidha walilijua likapotoshwa, aidha kwa maksudi, au watu muda ulipita ukawa ni mrefu wakalisahau. Qur'ani ikiwa ndiyo kitabu cha mwisho, kinawajibika kwamba ni lazima kiwaambie wanadamu ndani ya ulimwengu kwamba yule mtu wa kwanza, baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, kwamba yeye aliumbwa kutokana na kitu gani. Qur'ani inaeleza ya kwamba aliumbwa kutokana na udongo. Alafu Qur'ani ikaenda kutaja mpaka jina la udongo uliotumika katika kumuumbia mtu wa kwanza, kwa sababu katika ardhi kuna matabaka mengi ya udongo. Sampuli za udongo ziko za aina nyingi. Qur'ani ingaliishia kueleza tu ya kwamba mtu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, ingekuwa imewaacha njia panda wanadamu. Lakini Qur'ani imekwenda kutaja kwamba ule udongo uliotumika katika kumuumbia baba yetu Adam alayhi salatu wasalam ni udongo wa sulala. Nilipokuwa chuo kikuu cha ardhi jijini Dar es Salaam,
Wataalamu wa mambo ya udongo wakanambia udongo huu wa sulala kitaalamu ndio unaitwa clay soil. Hii ndiyo sampuli ya udongo iliyotumika katika kumuumbia yule mtu wa kwanza, na Qur'ani ikaenda kukueleza pia mpaka katika tabaka la ardhi unapopatikana udongo huu wa sulala, kwamba ukiuchimba ukifika katika tabaka fulani utaukuta. Qur'ani imekwenda kutaja mpaka katika tabaka la ardhi unapopatikana udongo huu wa sulala. Katika sura ya 15 sura al-Hijri aya 28 mpaka 29, Qur'ani ikasema min hama'in masnun, katika matope yaliyokuwa meusi yaliyovunda yanayonuka. Watukufu wa Islam, katika kuumbwa kwake mwanadamu kutokana na udongo wa sulala, ndani yake kuna mazingatio yaliyokuwa makubwa, kuna hikma ya hali ya juu, kuna mazingatio ya hali ya juu na kuna ilmu ya hali ya juu kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwatuma malaika wakaja katika mgongo huu wa ardhi kuja kuuchukua ule udongo wa sulala. Ule udongo ulitiwa katika chombo maalum. Walipouchukua ule udongo wa sulala, malaika waliutia kwenye chombo, kisha kile chombo kikabebwa na malaika kikiwa ndani yake na ule udongo wa sulala, ukahamishwa udongo kutoka katika mgongo huu wa ardhi, udongo ukapelekwa katika ulimwengu mwingine usiokuwa huu, unahamishwa. Mwenyezi Mungu anawaambia malaika, wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Na wakumbushe habari hii wakati Mola wako aliposema kuwaambia malaika, hakika mimi nataka nimuumbe kiumbe mwingine kutokana na udongo, nimuweke katika mgongo wa ardhi ili yeye ndiye awe ni khalifa. Khalifa ni mwakilishi anayemwakilisha mfalme katika ufalme wake mahali pengine. Khalifa katika lugha iliyokuwa nyepesi tunaweza kusema kwamba ni balozi anayemwakilisha mfalme wake katika ule ufalme wake mahali pengine. Mwenyezi Mungu amemchagua mwanadamu anakuwa ni khalifa katika mgongo wa ardhi, kumwakilisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ausimamishe ufalme wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mgongo wa ardhi. Anatakiwa aishi hapa katika mgongo wa ardhi, na anasema anataka kumuumba kutokana na udongo, na udongo wenyewe ni udongo wa sulala, na ule udongo wa sulala unapatikana hapa katika mgongo wa ardhi. Kwa nini asimtengenezee hapa hapa? Kwa nini sasa malaika wanauhamisha udongo ndani ya kile chombo, wanakibeba kile chombo ndani yake ukiwepo ule udongo wa sulala? Udongo unahamishwa kutoka katika mgongo wetu huu wa ardhi, unapelekwa kwenye ulimwengu mwingine. Kwa nini asimtengenezee hapa hapa? Kwa nini udongo sasa unahamishwa unapelekwa kwenye ulimwengu mwingine, anakwenda kutengenezeka, anakwenda kutengenezwa katika ulimwengu mwingine? Kwa nini ilikuwa hivyo? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anamwonyesha mwanadamu kabla hajamtengeneza katika jimbile lake ambalo ndio hili tulilokuwa nalo. Alikuwa anamwonyesha mapema apate kufahamu yule mwanadamu ya kwamba yeye mwanadamu ni kiumbe wa hijra,
ni kiumbe wa kuhamishwa, na kuhamishwa kwenyewe kunakuwa ni kwa lazima, voluntary hijra. Akipenda atahamishwa, asipopenda atahamishwa, akitaka atahamishwa, asipotaka atahamishwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambia malaika kwamba ule udongo wa sulala waubebe, wauhamishe katika mgongo huu wa ardhi, upelekwa ule udongo kwenye ulimwengu mwingine. Mwenyezi Mungu alikuwa anamwonyesha mwanadamu hapa ajitambue ya kwamba mimi ni kiumbe wa hijra, ni kiumbe wa kuhamishwa, na kuhamishwa kwenyewe kunakuwa ni kuhamishwa kuliko kuwa kwa lazima. Akipenda atahamishwa, asipopenda atahamishwa, akitaka atahamishwa, asipotaka atahamishwa. Yeye ni kiumbe wa hijra. Malaika wakakibeba kile chombo, ndani yake kikiwepo na ule udongo wa sulala. Chombo kikapelekwa kwenye ulimwengu mwingine, wakakipeleka walikotakiwa kukipeleka, na wakaenda kukiweka mahali ambapo walipotakiwa kukiweka. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia wautie maji ule udongo. Malaika wakautia maji ule udongo. Basi hapa napo palipita muda. Haikuwa tu kwamba ule udongo ulipoletwa wa sulala ndani ya kile chombo ndio pale pale akafinangwa yule baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. La, palipita muda. Na ule udongo pia ukiwa ndani ya kile chombo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaugeuza, anaupindua, anauhamisha kutoka hali moja unapelekwa kwenye hali nyingine. Udongo unahamishwa kutoka hali moja unapelekwa hali nyingine, unahamishwa kutoka katika hali moja unahamishiwa katika hali nyingine. Hapa pia alikuwa anamuonyesha ya kwamba yeye ni kiumbe wa hijra, wa kuhamishwa. Pili, hapa udongo ulikuwa unachekechwa, zile takataka zote zisizotakiwa zilikuwa zinaondolewa, upate kubakia udongo uliokuwa safi, udongo wa sulala, ili apate kufinangwa sasa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Ni kama ilivyokuwa uchimbaji wa dhahabu. Ukishachimbwa ule udongo au ule mchanga wa dhahabu, unachekechwa, unapitishwa hatua mbalimbali, takataka zote zinaondolewa, mwisho inabakia dhahabu iliyokuwa safi ndiyo inachukuliwa. Ulikuwa unachekechwa hapa pia ule udongo. Ukiisoma Qur'ani katika kuumbwa kwake mwanadamu kutokana na udongo wa sulala, unaweza ukasema mbona Qur'ani inajigonga katika kueleza habari ya kuumbwa kwa mwanadamu kutokana na udongo wa sulala? Kwa sababu gani? Kwa sababu katika suratul Mu'minuna, sura ya 23 aya 12, Qur'ani kule imesema walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, na hakika tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi, udongo wa sulala. Lakini maelezo yaliyokuja katika suratul Hijri yanatofautiana na haya. Katika kuumbwa kwake yule mwanadamu kutokana na udongo, katika sura ya 15 suratul Hijri aya 28 mpaka 29, Qur'ani inasema wa idh qala rabbuka lilmalaika inni khaliqum min basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Na wakumbushe habari hii wakati Mola wako aliposema kuwaambia malaika, hakika mimi nataka nimuumbe mtu
kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, basi nikishamtengeneza sawa sawa na kumpulizia roho itokanayo na mimi, hapo ndipo fakau lahu sajidina, ndipo mumwangukie na kumsujudia. Huku anawaambia malaika, nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti, wenye kutokana na matope yaliyokuwa meusi yaliyobunda yanayonuka. Maelezo haya yanatofautiana na yale ya katika suratul Mu'minuna. Katika suratul Mu'minuna anasema, na hakika tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi, udongo wa sulala. Maelezo haya yanatofautiana. Huku anasema tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi, udongo wa sulala. Kule katika suratul Hijri anawaambia malaika, hakika mimi nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti, wenye kutokana na matope yaliyokuwa meusi yaliyovunda yanayonuka. Watukufu wa Islamu, Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ndiyo kitabu pekee, la yaatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Sadaqa Allahu alazim. Katika sura ya 41 Fussilat aya 42, kitabu hiki hakifikwi na batili, hakifikwi na uongo mbele yake wala nyuma yake. Hauwezi ukapatikana muda wala wakati wala zama wala watu wala mahali wakaja kwenye dunia wakainyoshia kidole Qur'ani wakasema jambo fulani katika Qur'ani lililosemwa karne ya 7 Qur'ani kwamba imekosea, au kumekuwa na mgongano ndani ya Qur'ani katika kueleza habari fulani. Jambo kama hili katika Qur'ani hakuna. Qur'ani haina mgongano wa ndani katika kueleza habari zake baina ya sura na sura na baina ya aya na aya, na wala Qur'ani haina mgongano wa nje. Huwezi ukachukua maelezo kutoka nje ya Qur'ani kwenye fani nyingine huko, kama vile katika sayansi, afu yale maelezo ukayachukua ukayaleta ndani ya Qur'ani yakapingana na Qur'ani. Kitu kama hicho pia hakuna. Na hata kama yatapingana, wale wenyewe wana sayansi watafika mahali wenyewe watasema ya kwamba tulivyosema sisi mwanzo tulikuwa tumekosea. Qur'ani ndiyo iliyosema sawa sawa. Qur'ani haifuati sayansi, sayansi ndiyo inayoifuata Qur'ani. Hata kama ile Qur'ani ilivyosema, wanasayansi wakaja wakapinga katika tafiti zao, wakapata matokeo mengine ikawa tofauti na ilivyosema Qur'ani. Qur'ani wala haibadilishi msimamo wake, inabakia pale pale katika jambo lake. Lakini wale wanasayansi katika tafiti zao watafika mahali tu watakuja kugundua ya kwamba tulivyosema mwanzo tulikosea, kwamba Qur'ani ilisema sawa sawa. Watayaacha yao, watayafuata yale yaliyokuwa ndani ya Qur'ani. Qur'ani haina mgongano wa ndani wala wa nje katika kueleza habari zake.